Akizungumza katika mkutano wa hadhara na wananchi mkoani Morogoro, katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo CPA Amos Gabriel Makala amesema ilani ya CCM 2020-2025 imetekelezwa kwa vitendo, hivyo wananchi wajitokeza kwa wingi katika kupiga kura na kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya pili. Ushindi huu mliotupa ni ushahidi kwamba wananchi wa mkoa wa Morogoro na Morogoro mjini wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi. Sisi tunaheshimu maamuzi ya wananchi kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi. Na ahadi yetu CCM itaendelea kuwa kimbilio la wanyonge. CCM itaendelea kushughulika na changamoto za wananchi. CCM itaendelea kuleta maendeleo katika nchi hii. Wale wanaodhani au kumeza ushindi wa Chama cha Mapinduzi, tunaendelea kuwaambia kwamba CCM haijiweki madarakani. CCM inawekwa madarakani kupitia sanduku la kura. Awali akizungumza katika mkutano huo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Morogoro Mhandisi Masunga amewataka viongozi na wagombea kuhakikisha wanaepukana na rushwa ili kusimamia haki katika ngazi zote za mchakato wa uchaguzi ili kupata viongozi wanaokubalika na kuwasimamia wananchi, huku mchungaji Peter Msigwa akiwataka waliobakia alipotoka kuondoka na kufuata chama chenye demokrasia na kinacholetea wananchi maendeleo. Moja ya jambo kubwa ambalo tunatakiwa tuzingatie ni kuhakikisha kwamba tunajiepusha na mambo yote ambayo yatakuwa ni vishawishi vya kupata uongozi, hasa katika eneo la rushwa. Tunafahamu kwamba rushwa ni adui wa haki. Hauwezi kupata wagombea safi kupitia rushwa. Hauwezi kupata wagombea ambao wataweza kuwajibika kikamilifu pale watakapokuja kuchaguliwa katika uchaguzi ujao. Nimekuja kutoa ujumbe kwamba msiwe kama yule fisi ambaye anafuata mkono wa binadamu akiamini kwamba utadondoka. Watoke huko waliko, waungane na Dr. Samia Suluhu kama ambavyo mimi nimeungana nao. Kule nilikotoka hawana sera. Kule nilikotoka wao kazi yao ni kupinga. Kule nilikotoka wanahubiri demokrasia, wao hawana demokrasia. Wakieleza juhudi za utekelezaji wa ilani ya CCM zilizofanywa katika sekta ya afya, elimu, maji, nishati, miundombinu na uwezeshaji wananchi kiuchumi, mbunge wa jimbo la Morogoro mjini Abdulaziz Mohamed Abud na mbunge wa viti maalum mkoa wa Morogoro Christina Ishengoma wamesema jitihada kubwa zilizofanywa katika sekta hizo ni ishara madhubuti ya kujali matatizo ya wananchi. Vituo viwili vya afya kwenye gharimu bilioni 1,269. Ujenzi wa zahanati 16 katika jimbo hili na manispaa ya Morogoro. Pia kuna uboreshaji wa zahanati za halmashauri ya manispaa Morogoro ambao umetumia kiasi cha shilingi milioni 232 ili kusaidia kuweka miundombinu ya zahanati itakayowezesha wananchi kupata huduma stahiki. Katika kuboresha miundombinu ya hospitali ya rufaa ya mkoa wetu, Mheshimiwa Rais ametupatia mashine ya CT scan moja, ametupatia mashine ya kusafishia figo ambao wananchi wa Morogoro walikuwa mpaka waende Dodoma au Muhimbili, lakini sasa huduma hii inatolewa hospitali ya mkoa.